tukiwa na mti kama huwa kiongozi mstaafu mwenye ametuacha, kwa sababu alikuwa mshauri wetu. Mimi mwenyewe alikuwa ni ndugu yangu, kaka yangu. Ni ndugu kabisa. Lakini ni hivyo tu, mapenzi ya Mungu haina makosa. Hii ni story fupi kuhusu kifo cha mzee Dennis Prosper ambaye ni baba mzazi wa mchezaji wa timu ya Simba Sport Club na timu ya taifa ya Tanzania ambaye ni Kibu Denis. Katika story hii tutaangazia chanzo cha kifo cha mzee Dennis Prosper. Ndio alipata ajali. Na je, mzee Dennis Prosper alikuwa na wadhifa gani katika jamii iliyokuwa inamzunguka, na nje ya wadhifa huo alikuwa anajishughulisha na kazi gani? Kujua yote hayo, ungana nami mwanzo mwisho. Naitwa Mr. Baro na hii ni Varada Online TV. Mnamo tarehe 10 Novemba 2025, majira ya saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, familia na wanakijiji walipokea taarifa za masikitiko kuwa mzee Dennis Prosper amefariki. Na mnamo tarehe 11 Novemba 2025, majira ya saa 9 alfajiri, klabu ya Simba ilitoa posti ya pole kwa mashabiki wa soka na familia. Sawa, tumepata msiba, ilikuwa muda wa saa 2 ya usiku. Ndio tulipokea habari ya msiba kama mzee kafariki hospitali kubwa. Chanzo cha kifo cha mzee Dennis inasemekana alipata ajali mwezi Juni mwaka huu, ajali iliyosababishwa na pikipiki na kupelekea kupooza baadhi ya viungo vya sehemu ya mwili wake. Alipata ajali ilikuwa mwezi wa 6 mwaka huu. Ndio alipata ajali ya pikipiki. Hakuna ambaye mwenyewe amepata ajali, ni yeye tu, kwa sababu alikuwa watu sijui 4 watatu. Walikuwa watu, yeye alikuwa katikati ya boda. Ndugu yake mwingine alikuwa nyuma yake hapo boda mbele. Na alifanya hiyo ajali, hakuna ambaye ameumia isipokuwa yeye tu. Ndio mwenyewe amepata hiyo ajali. Na wala hakumieti aliumia, alivunjika mguu wala chochote kile. Ilibanika tu hivyo tu, alivokaa hapo hivi kaonekana amepata ganzi, sijui kiuno, akitikisiki tena, mtu aongei tena. Baadaye ndio akamnyanyua, wakamleta hadi hospitali hapo, akaingizwa hospitali kubwa pale. Kaonekana matibabu yakawa hafifu sana. Kaonekana wampeleke Dar es Salaam. Akapata matibabu. Alipofika kule ikaonekana hata havionekani kabisa. Ikaonekana vimeshindikana. Ndio akambani kwake. Tunajua ajali ndio alipata. Nyuma ya ajali akawa na ganzi mwili mzima. Na basi ndio imemletea matatizo ya kupooza na kifo kikamjia. Ana watoto wengi tu. Tutataja baadhi ya wamoja tu. Mmoja ni Mwavita, ndio mtoto wake wa kwanza. Wa pili Estashi. Wa tatu ye Kibu Denis, mchezaji. Wa 4 sijui Jimmy Juma. Wa 5 Kaeba. Wa 6 Beatrice. Wako wengi tu. Mzee Dennis kabla ya mauti aliwahi kuwa mwenyekiti wa kijiji aliyependwa na wanakijiji kulingana na utumishi wake. Ndio alikuwa mshupavu sana huyo baba. Na watoto, kwanza alikuwa mwenyekiti wa kijiji hichi. Alikuwa de village. De village wa mbele. Na baadhi ya watu waliposikia habari ya kifo cha mzee Dennis walipoteza fahamu kwa muda, na wengine walipata mshtuko wa moyo. Kijiji chetu halikuwa na ubaya na mtu. Alikuwa mshupavu sana, alikuwa mchekeshaji sana, na alikuwa msikivu sana, na alikuwa mshauri wa watoto. Na ndio maana umeona watoto wote, vijana wote wameshtuka na kuanza kuzimia. Mzee Dennis licha kuwa alikuwa mwenyekiti wa kijiji, alikuwa ni mfanyabiashara mdogo na mlimaji, mfugaji, na kitu kingine cha zaidi alikuwa ni mpenzi wa mpira wa miguu. Alikuwa mfanyabiashara tu na mlimaji tu, na kazi zingine alikuwa ni mtu anapenda kabumbu sana. Alikuwa mshauri wa timu yetu ya Young Boys. Alikuwa mshauri wa timu ya Young Boys. Mwenyezi Mungu ametoa na Mwenyezi Mungu ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niseme asante kwa wewe ambao ulikuwa nasi mwanzo mwisho. Mimi naitwa Mr. Baro, the comfort black man, and that's the world wide one, that's my name. Hii ni Varada Online TV. Unaweza kusubscribe ili ujue kile kinachoendelea na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata habari mpya kila wakati tunapo upload. See you another time.